Mara baada ya kushiriki kwa awamu 4, hatimaye timu ya taifa ya Tanzania imepata nafasi ya kutinga hatua 16 bora ya michuano ya AFCON ambayo inafanyika pale nchini Morocco. Ulikuwa ni mchezo wa ushindani dhidi ya timu ya taifa ya Tunisia na mchezo kumalizika kwa sura bao 1-1. Mchezo wa mwisho ambao umetupa nafasi na tiketi ya kutinga hatua 16 bora, ambapo katika mchezo wa hatua hiyo tunacheza dhidi ya timu ya taifa ya Morocco. Funga meza hiki ambacho kimefanyika jana, ulitegemea pengine tungepata nafasi ya kutinga hatua hiyo ya 16 bora kwa best loser? Of course mimi kabla mchezo nilizungumza na watu wa kuelewa nini ambacho nilikuwa namaanisha. Nikasema ile performance ambayo tuliifanya mbele ya Super Eagles, kwa maana timu ya taifa ya Nigeria, kama tutakwenda kuifanya mbele ya Tunisia tunaweza tukapata kitu bora zaidi, kwa sababu sisi tulicheza na Nigeria tukatoka 2-1, lakini wenzetu Tunisia walicheza na Nigeria pia walifungwa 2-3. Kwa hiyo utagundua tukupishana sana kwenye ule mzani, kwa maana ungefanya ile aggregate, kwa maana magoli ya kufunga na kufungwa, mzani ungebalance kwa maana sawa sawa. Ndio maana mchezo tumemalizika kwa sare. Hii inamaanisha kwamba sasa hivi mpira wetu unakuwa wa kiasi kikubwa na tunapaswa kuheshimu hilo, kwa sababu kile ambacho kinaonekana sio matokeo ya kubahatisha, bali ni maandalizi mazuri, kujaribu mara kwa mara, mara baada ya kusema kwamba tunakwenda kupata experience. Imefikia hatua sasa tunaanza kwenda kushiriki. Hii imekuwa ni bahati kubwa kwa timu ya taifa ya Tanzania na imekuwa ni jambo kubwa kwa timu ya taifa ya Tanzania. Kwa maana gani? Kwa maana 2027 sisi AFCON tunakwenda kuiandaa sisi wenyewe. Kwa hiyo sasa kama tunaweza kufanya vizuri katika AFCON hii, inaanza kutengeneza njia ya kuanza kujua wapi ambapo tunaweza kwenda kuanzia katika AFCON ya 2027. Kwa hiyo mimi nadhani ni matokeo ambayo binafsi niliyategemea, na atokiangalia kwenye kipute mubashara nilizungumza, nilimwambia Amina Diaga, Tunisia of course wametuzidi katika kila eneo, lakini bado kama tutaweka umakini na spirit ya kupambana kwa wachezaji, basi dhahiri shahiri tuna uwezo mkubwa wa kufanya mambo mengi makubwa, kwa sababu tuna timu nzuri, sio kama tuna timu mbaya. Ukiangalia kuna wachezaji wengi ambao wana exposure kubwa sasa hivi. Ukiacha hivyo spirit ile ya kupigana, ya kupambana wachezaji kwenye kiwanja, ukiacha hivyo tuzishukuru Simba na Yanga katika mafanikio makubwa timu ya taifa ya Tanzania. Sio kwa bahati mbaya, lakini baadhi ya wachezaji ambao wamekuwa wakitumika katika michuano ya kimataifa wamehamishia ile spirit yao katika national team. Hiki ambacho kimetokea sio kwa bahati mbaya. Hii sasa inaanza kuakisi kwamba hii ni ligi namba 5 kwa ubora barani Afrika. Hauwezi kuzungumza mafanikio ya timu ya taifa ya Tanzania kutinga hatua ya 16 bora michuano ya AFCON pasipo kulitaja jina la kocha Miguel Gamondi. Alikabidhiwa timu mwezi Novemba ya mwaka huu, ambapo amepokea mikoba hiyo kutoka kwa kocha Ahmed Suleiman Morocco, lakini yeye ndani ya muda mfupi tu ameichukua timu na tumeona mafanikio haya. Pengine unaweza mzungumzia Miguel Gamondi ni mwalimu wa namna gani, namna ambavyo ameichukua timu ndani ya muda mfupi, lakini pia mpira mzuri ambao unachezwa na timu ya taifa ya Tanzania? Of course ni mwalimu ambaye anawafahamu vizuri wachezaji wa Kitanzania. Before nilizungumza kwamba Miguel Gamondi ni mwalimu ambaye anaijua vizuri ligi ya Tanzania, anajua vizuri kacha na tamaduni za wachezaji wa Kitanzania, anajua nini ambacho anatamani kukiona wa Tanzania, kila kitu kuhusu Tanzania anajua. Mwaka mmoja na kuishi Tanzania kwenye klabu kama Young Africans inaonyesha kwamba amesoma kacha nzima ya mashabiki wa Tanzania. Ni mwalimu ambaye anapata nafasi ya kufundisha timu kama Young Africans. Ni mwalimu ambaye kwanza sio daraja la kawaida, ni daraja la juu, na ukiacha daraja la juu pia, lakini pia ni mwalimu ambaye atasoma mazingira kwa kiasi kikubwa, sababu ni miongoni mwa timu ambazo zimekuwa na pressure kubwa. Kwangu mimi naitazama timu ya taifa ya Tanzania na Young Africans. Young Africans ina pressure kubwa kuliko timu ya taifa ya Tanzania. Kama aliweza kufanya vizuri akiwa na Young Africans, amekuwa ni mwalimu pia wa historia, kwa sababu mara baada ya Young Africans kukaa zaidi ya miaka 24 bila kuingia katika hatua ya makundi katika ligi ya mabingwa barani Afrika, akaifanya Young Africans ikaingia katika hatua ya makundi ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Lakini this time around ile historia mara baada ya kuivunja ndani ya Young Africans, amekwenda kuiandika historia mpya kwenye timu ya taifa ya Tanzania, kwa maana kuingia kwenye 16 bora mara baada ya kujaribu mara 3 tukashindwa kufanya hivyo. Hii mara ya 4 chini ya Miguel Gamondi ameweza kufanya hivyo. Kwa hiyo kwangu mimi naweza kusema kwamba ni mwalimu ambaye ameumbwa kwenye kushindana na kupata mafanikio, na amekuwa na bahati nzuri sana akiwa hapa nchini Tanzania. Amekuwa na moment nzuri akiwa nchini Tanzania. Ukiacha hivyo tu utagundua kwamba ni mwalimu wa daraja hilo, ni mwalimu wa Mkongome, naweza kusema ni mwalimu wa smart. Ameingia ndani ya Singida Black Star kwa mara ya kwanza, amefanikiwa na wao kuingia katika hatua ya makundi ya kombe la shirikisho barani Afrika. Kwa hiyo ukiangalia ile attendance yake, ni mwalimu ambaye amekuwa na kismart kila baada ya siku
kila baada ya siku amekuwa na kismart, kwa maana ameanza na Young Africans akaifikisha katika hatua ya makundi ya ligi ya mabingwa barani Afrika mara baada ya kukaa zaidi ya miaka 24. Akaja kikosi cha Singida Black Stars tangia ianzishwe kwa mara ya kwanza anayefanikisha kuingiza katika hatua ya makundi ya kombe la shirikisho barani Afrika. Ukiacha hivyo sasa, this time around tunazungumza kwamba ni mwalimu ambaye amekuja kutengeneza historia mpya na historia ambayo itakwenda kudumu kwa vizazi na vizazi, kuifanya timu ya taifa ya Tanzania kuingia katika 16 bora. Kwa kwangu mimi nasema kwamba ni mwalimu ambaye ameumbwa kupata kismart akiwa hapa nchini Tanzania. Hapo ambapo amezungumza mara ya kwanza kushiriki michuano ya AFCON ni mwaka 1980. Imepita miaka 45 mpaka sasa, na mara ya pili ilikuwa tumeshiriki mwaka 2019, mwaka 2023 na mwaka huu. Kuna haja sasa hivi ya kumwamini moja kwa moja kocha Miguel Gamondi ya kumpa mkataba wa kudumu kukinoa kikosi cha timu ya taifa ya Tanzania, kwa sababu sasa hivi ni caretaker? Of course hiyo nafasi yuko nayo, na sidhani kama kuna kipingamizi chochote ambacho kinaweza kikatokea baina yake na kutokuwa mwalimu wa timu ya taifa ya Tanzania kwa hiki ambacho amekifanya. Kikubwa watu wanatamani kuona je, atakuwa na hiyo consistency, kwa maana muendelezo wa timu kufanya vizuri, kwa sababu miongoni mwa michuano ambayo tangu nianze kufuatilia, siwezi kusema michuano ya 1000 ngapi huko, nikianza 2019 tukaja niliangalia timu ya taifa ya Tanzania, haikunivutia sana namna ambavyo imecheza, lakini iliyoisha hivi karibuni kwa maana iliyofanyika pale nchini Ivory Coast pia haikucheza vizuri sana, japokuwa kuna nafasi fulani tujitengenezea kama kutengeneza njia fulani, ilifanya kwa kiasi. Lakini this time around nimejaribu kuifuatilia timu ya taifa ya Tanzania kwenye michezo yote mitatu ambayo ya hatua ya makundi, na nimeona kwamba kuna mabadiliko makubwa namna ambavyo timu imekuwa ikicheza. Ukiacha hivyo tu, namna ambavyo wachezaji wamekuwa wakijituma katika kiwanja. Mambo ya kimbinu, mimi binafsi mara nyingi waga nazungumza kwamba ndani ya muda mfupi ni ngumu kuintroduce mbinu mpya, lakini unaweza ukaintroduce falsafa, namna ambavyo mnaweza mkaenda kuwavaa wapinzani. Na ukiacha hivyo, kitu kikubwa ambacho amekuwa akifaidika nacho ni namna ambavyo amekuwa akiteua ama akichagua wachezaji ambao wanatakiwa kuanza, sababu miongoni mwa sifa ya mwalimu wa timu ya taifa, kwa sababu mwalimu wa timu ya taifa anakuwa anajumuisha wachezaji wengi wenye ubora mkubwa. Sasa uwezo wake wa kuweza kukusanya wale wachezaji, wewe alafu wewe na wewe uanze, ndio kitu pekee ambacho anapaswa kuheshimika. Kwa hiyo kwangu mimi nadhani ni mwalimu ambaye ana standard na level, kama taifa tutaamua kumpatia nafasi, ana kitu cha ziada anaweza kutufikisha, kama hatakuwa na ule muendelezo ambao yuko nao sasa hivi. Ni wazi sasa hivi kwamba mpinzani wetu ambaye tunaenda kukutana naye katika hatua ya 16 bora ni timu ya taifa ya Morocco, wenyeji wa michuano hii. Wameonekana kuwa ni tishio katika michezo yao mitatu tu ya makundi ambao wamecheza. Sisi katika michezo mitatu tumepoteza mchezo wa kwanza dhidi ya Nigeria bao 2-1, mchezo wa pili tukatoka suluhu ya bao 1-1 dhidi ya timu ya taifa ya Uganda, na mchezo wa mwisho tumecheza jana dhidi ya timu ya taifa ya Tunisia na kumalizika kwa suluhu ya bao 1-1. Tunaelekea katika mchezo mgumu. Tutegemee kwamba tunaweza kufanya vizuri ama tusiweke matumaini yoyote ya kufanya vizuri katika mchezo huo? Kwenye mpira wa miguu neno hakuna matumaini yoyote halipo. Yes, watu wanapaswa kutambua hilo. Mchezo wa mpira wa miguu lolote linaweza likatokea ndani ya dakika 90. Kwa hiyo ukimsikia mtu anakuambia kwamba hakuna lolote ambalo tunaweza kulifanya mbele ya Morocco, unapaswa kumwangalia kwa mara ya pili, kwa sababu ni uongo, na ni uongo ambao haukubariki, kwa sababu yes, kuna mtu ambaye aliamini kwamba sisi tunaweza kwenda sare na Tunisia. Ukiacha hivyo, kuna mtu pia aliamini kwamba tutatoa performance nzuri mbele ya Nigeria. Kwa hiyo utagundua kwamba kwenye football neno kwamba hakuna lolote ambalo tunaweza kulifanya mbele ya Morocco halipo, japokuwa kwenye uhalisia kwamba mechi itakuwa ni ngumu, na mechi itakuwa zaidi kwa upande wa Morocco, kwa sababu Morocco wao wametuzidi kila kitu, kwa sababu ukiangalia wachezaji ambao wamekuwa wakitumikia taifa hilo ni wachezaji wa daraja la juu kabisa, tofauti na Tanzania. Ukiacha hivyo, hawa ni wenyeji wa michuano hiyo. Kwa obvious, kwa hiki ambacho tumekifanya, michezo miwili ama mitatu ambayo tumeicheza, ile performance yetu ambayo tulionyesha mbele ya Uganda, mbele ya Nigeria pamoja na Tunisia, Morocco wakija katika mchezo wao hawatakuja kinyonge, na kama watakuja kinyonge lazima watafunga booster kweli, kwa sababu wameona kwamba kuna kitu cha ziada ambacho tunaweza kukiofa. Mtu kama Tunisia ni ukanda mmoja, ni timu ambazo zipo katika ukanda mmoja, kwa maana ni ukanda wa kaskazini. Kama tumeonyesha performance nzuri mbele ya Tunisia, tunaweza tukaonyesha pia performance nzuri mbele ya Morocco. Kwa hiyo kwangu mimi nasema kwamba ni mchezo mgumu, kwa sababu Morocco wametuzidi kwenye kila idara, na wao wanapata hiyo advantage ya kwamba ni timu mwenyeji. So kwa kikubwa ni kupambana na kuangalia dakika 90 ambazo kitakwenda kuamua, lakini kusema kwamba hakuna lolote Tanzania ambalo wanaweza kulifanya,
kwenye football neno hilo huaga halipo. Yeah. Kuna kipi cha kuambia wale ambao walionekana moja kwa moja kubeza mbinu za kocha Miguel Gamondi pamoja na kikosi chetu cha timu ya taifa ya Tanzania, wakisema kwamba hatua yetu ni makundi, hatuna kipi ambacho tunaenda kukionyesha msimu huu wa AFCON, lakini maneno yao yamekuwa tofauti na kile ambacho kilichotokea jana, na hakika tumeenda kutengeneza historia tokea taifa hili liumbwe kutinga hatua 16 bora michuano ya AFCON. Watu wanatakiwa kutambua kwamba leo sio jana. Yes, hatutakiwi kuishi kwa kukalili, tunapaswa kuishi mara baada ya result kutokea. Kwa hiyo kitendo cha kusema kwamba hakuna lolote ambalo tutakwenda kulifanya, yes of course kuna nyakati inaweza ikakusukuma hiyo hali kutokana na namna ambavyo timu yetu ya taifa ambavyo imekuwa na hiyo performance nzuri, kesho performance mbaya, leo performance nzuri, kesho performance mbaya. Kwangu mimi nadhani kuna kitu cha ziada ambacho msimu tulikuwa nacho, ndio maana tumeweza kufanya vizuri. Mimi naamini huenda tusingefuzu kwa best loser kama tungekuwa makini mbele mchezo mchezo wa Uganda the Giants. Huenda tungepata matokeo mazuri zaidi ya haya, lakini kikubwa tumeweza kufuzu, na watu wanapaswa kutambua kwamba mchezo wa mpira wa miguu haipaswi mtu kumkatia tamaa mpaka dakika 90 zimalizike. Kwa hiyo ambacho kimeonekana ni dhahiri shairi ni majibu na kile ambacho kimekuwa kikitu ama mpira wa miguu umekuwa kituonesha mara zote. Yeah. Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho.